Yes, asante sana mpenzi msikilizaji na mpenzi mtazamaji ambaye huwa unanifuatilia mara nyingi kwenye conversation ya Facebook, ambaye unaweza ukashusha comment na kulike, afu then tukadiscuss vitu ambavyo vinakuwa vinahusiana. Leo katika session moja ama nyingine naweza nikazungumzia maisha halisi ambayo watu wengi wanakuwa wanapitia na wakati mwingine wanafikia katika hatua ya kukata tamaa. So tunahitaji zaidi kuwashika watu, kuwashika mkono ama tia moyo kwa wale watu ambao wanakuwa wamekata tamaa kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu si kila mmoja anaweza akatafakari kwa vile anavyoweza. Lakini kuna watu wengi ambao wanapitia maisha magumu na wengine wanafikia hatua hata ya kukatishwa na tamaa katika ndoto zao ambazo wanakuwa wanaziishi. Lakini kwa pamoja, tukiweza kukaa kwa pamoja na tukajadiliana kuhusiana na hili swala, nadhani hakuna ambaye ataweza kuacha kuzifikia ndoto zake. Kwa pamoja mimi nadhani kiuhalisia tunahitaji kuwajenga watu katika moyo thabiti ili waweze kuishi katika ndoto zao. Lakini niseme neno la mwisho ambalo litaweza kuwajenga kama vijana, tunachohitaji zaidi ni kuwa wagunduzi na kuweza kuwa wabunifu katika maisha yetu ambayo tunaishi. Zaidi si kukata tamaa ama kusema siyo nimwachie nani au mwachie Mungu. Mungu mimi nadhani anabariki pale endapo tunafanya kazi kwa kujituma na then tukafanya kazi na kumwomba yeye ambaye anakuwa ametuumba. Zaidi niseme tu tukutane next time kwenye season ya pili ambayo tutakuja pia na mada nyingine ambayo ni nzuri, ambayo itakuwa inatujenga na kutuburudisha na kutuelimisha. So see you later. Nataka tukutane kwenye conversation na pia uweze kutoa comment yako ya nguvu, ni kitu gani ambacho umekipenda au kitu gani ambacho hujakipenda. Asante sana.